Kuna tofauti gani kutuambia kwenye waraka wa kwanza wa Yohana 2:15-17 usiupende ulimwengu, na Yohana sura ya 3:16 Mungu aliupenda ulimwengu? Je, ni Mungu mwenyewe anajichanganya mwenyewe katika lugha yake? Yote yaliyoandikwa ulimwengu katika andiko la kwanza ni tofauti na andiko la pili. Kwenye waraka wa kwanza wa Yohana 2:15-17 neno ulimwengu pale inamaanisha ni mfumo wa dunia hii unaoongozwa na shetani ibilisi. Anaposema usiupende ulimwengu, anamaanisha usiupende mfumo unaoongozwa na shetani ibilisi, kama alivyosema Mtume Paulo kwenye Wakorintho wa pili sura ya 4 mstari wa 3 na 4 kwamba shetani ibilisi ni mungu wa dunia hii. Kuna namna anauongoza mfumo wa dunia hii kupitia yale tunayoyaona na tunayoyasikia, kupitia entertainment mbalimbali, michezo, kupitia viburudisho, filamu na mambo kadha wa kadha. Yote ni mifumo inayoongozwa na shetani ibilisi. Lakini Yohana sura ya 3 mstari wa 16 anasema Mungu aliupenda ulimwengu. Akisema ulimwengu huu hapa sio mfumo, anamaanisha aina ya wanadamu wanaoishi katika mfumo ulioasi, mfumo unaoongozwa na shetani ibilisi. Kwa hiyo Mungu aliupenda ulimwengu, aliwapenda wale wanaoishi chini ya makandamizo, wale waliopotea, wale walioko chini ya dhambi. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 ukisoma mstari wa 16 anasema huu mfumo wa ulimwengu huu ni tamaa za mwili, tamaa za macho, kiburi cha uzima. Anasema hivi vyote hivi na vingine havitokani na Baba. Hivi ndivyo andiko linasema kwamba tusivipende wala tusivifuate. Hajamaanisha tusiwapende watu ambao wanaoishi duniani, hajamaanisha hivyo. Mungu anawapenda wote, na Mungu ajidhabihu yeye mwenyewe kwa ajili ya nafsi za watu wote. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbukumbu la Torati sura ya 7 mstari wa 1 hadi wa 4, Mungu anatoa tahadhari kupitia wana wa Israeli. Mara baada ya kuwaokoa, anawaambia mtakapoenda huko msioe wala msiolewe na watu wa makabila yale. Msiwaache watoto wenu, kwa sababu wale watu wanaabudu miungu ya kigeni, miungu mingine. Wale watu ni wapagani, wanaabudu sanamu. Mtakaporuhusu watoto wenu waolewe au wawaoe, wale watu watawabadilisha mioyo ya watoto wenu, wataigeuza mioyo ya watoto wenu, waanze kuabudu miungu yao na wamwache Mungu wa pekee na wa kweli. Kwa hiyo Mungu anapowaambia msiolewe wala msioe wala kuchangamana na watu wale, alikuwa anamaanisha wasiruhusu mifumo ya wale watu ikawabadilisha mfumo wao wa kumwabudu Mungu, wakajikuta wanamwacha Mungu wa pekee wa kweli, wanaabudu miungu mingine. Wanaacha njia inayompendeza Mungu, wanaifuata njia inayompendeza shetani ibilisi. Kuna mtu mmoja anaongea hapa jamani wapendwa. Kwenye Yoshua, kwenye Kutoka 34 mstari wa 12 hadi wa 16 anasema mstari wa 12, ujihadhari nafsi yako usije ukafanya agano na wenyeji wa nchi ile unayoiendea, lisiwe mtego katikati yako, bali utabomoa madhabahu zao na kuvunja nguzo zao na kuyateka katakata maashera yao, maana hutamwabudu miungu mingine, kwa kuwa Bwana ambaye jina lake ni mwenye wivu ni Mungu mwenye wivu. Usije ukafanya agano na wenyeji wa nchi, watu wakaenda kufanya uzinzi na miungu yao na kuitolea sadaka miungu yao. Mtu mmoja akakuita ukaila sadaka yake, ukawaoza
wana wako binti zako, nao binti zao wakaenda kufanya uzinzi na miungu yao, wakawavuta wana wenu wafanye uzinzi na miungu yao. Sababu kubwa Mungu anachukizwa kuchangamana na watu wanaotembea katika mifumo mingine, hata katika kuoa na kuolewa, ni ule mfumo wao. Mungu anatoa tahadhari, ule mfumo wao unaweza ukatubadilisha mifumo yetu sisi, tukaacha kwenda katika mfumo wa nuru, tukatembea katika mfumo wa nini? Wa giza. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana Biblia inasema mashirika mabaya uharibu nini? Uharibu tabia njema. Yoshua sura ya 23 mstari wa 11 hadi wa 13, wakati wa mwisho wa maisha yake Yoshua anawaambia wana wa Israeli, msirudi nyuma katika kumtumikia Mungu, mkaendelee kushikamana, lakini msishikamane na mabaki, msishikamane na mabaki ya mataifa mengine, maana utakuwa ni mtego kwenu, utakuwa ni tanzi, na utakuwa ni mjeledi mbavuni mwenu, utakuwa ni miiba machoni mwenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Anamwambia mataifa haya yanayabudu miungu mingine, kitendo cha kuingia nia kupatana na namna wanavyoishi, mifumo yao, itakuwa ni kitanzi, mtajifunga, itakuwa ni nira kwenu, itakuwa ni miiba, itawachoma, itakuwa mijeledi itakaowatesa kwenye mbavu zenu. Mungu anatoa tahadhari, watu wa kuambatana nao, watu wa kushikamana nao, watu wa kukaa nao pamoja na kuongea nao, kwa maana tabia mbaya ndiyo inaharibu maadili mema yaliyoko ndani ya mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Waamuzi sura ya 3 mstari wa 5 hadi wa 7, taifa la Israeli walipuuzia ile amri ya Mungu, wakaishi na Wakanani, wakaoa huko, wakaolewa huko, wakaanza kuitumikia miungu yao. Kile Mungu alichowaonya na kuwatahadharisha kikatokea. Aliwaambia msichangamane nao hao watu, msishirikiane nao hao watu, wataibadilisha mioyo yenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wafalme wa kwanza sura ya 11 mstari wa 1 hadi wa 10, tunamwona mfalme Sulemani alipewa tahadhari kwamba usichangamane, usioe makabila haya, usichangamane, usitengeneze familia na jamii hii. Lakini moyo wake ukawa mgumu Suleimani. Matokeo yake ni nini? Wanawake wakeze wakabadilisha moyo wake, akaanza kuiamini yule ambaye Mungu alipendeza naye, yule alikuwa amepata kibali na hekima ya Mungu, akaanza kuitumikia miungu ya wake zake, ya masuria yake. Mahusiano, ndoa ilimvuta, ikamtoa kanisani, ikamtoa madhabahuni, ikamtoa katika uwepo wa Mungu, akaanza kuitumikia miungu mingine. Ndivyo ilivyo leo. Kuna watu wanaweza kawa wanamwabudu Mungu katika roho na kweli, wanampenda Mungu, lakini wakaruhusu mahusiano yao yakawatoa, wakaacha kumtumikia Mungu, wakaanza kuitumikia miungu mingine kwa sababu ya hisia za mapenzi na mahusiano. Kuna mtu mmoja naongea naye hapa, jamani wapendwa, hata Samson alipewa tahadhari kutochangamana na aina fulani ya jamii fulani, na mama yake na wazazi wake walimuonya, lakini akaenda kuambatana na Delila. Delila akafanya kuwa ni mtego wa kumnasa na kutaka kuyasimamisha mapenzi ya Mungu kwenye maisha yake. Wako watu wameandaliwa na shetani ibilisi, na Mungu ametutahadharisha wasije kawa ni mtego wa kutuingiza shimoni, wa kutuharibu. Ezra sura ya 9 mstari wa 1 na wa 2 anasema, nao walifanya hivyo hivyo, watu wakaliacha agano la Mungu na kuanza kutumikia miungu ya kipagani. Hata wakati wa Ezra watu wakaacha Mungu wa kweli, wakachangamana na jamii nyingine. Mfumo wa hao watu ukawabadilisha, wakamwacha Mungu, wakatumikia hiyo miungu ya kipagani. Nehemia sura ya 13 mstari wa 23 hadi wa 27, Nehemia alimtumia mfalme Suleimani kama mfano wa kuwaonya watu na kuwatahadharisha watu. Anasema msiwe kama mfalme Suleimani.
alikuwa anamtumikia Mungu katika hekalu, lakini mifumo ya wake zake, masuria yake ilimbadilisha, akaanza kutumikia miungu mingine. Kwa hiyo leo hii Mungu anataka tuwe na tahadhari. Nani tunachangamana naye? Nani tunashirikiana naye? Nani unaolewa naye? Nani unamuoa? Nani unaongea naye? Ili mfumo wake yeye usije ukakumeza, ukajikuta unatolewa katika nuru, unaingizwa katika giza. Unatolewa katika uzima, unaanza kutembea katika mauti na uharibifu. Na ndio maana Mtume Paulo anaandika nyaraka kwenye kanisa la Wakorintho wa pili sura ya 6 mstari wa 14, anasema msifungwe nira pamoja na wasioamini. Msifungwe nira. Haijamaanisha tusiongee na watu wa mataifa, haijamaanisha tusichangamane na watu wenye dhambi. Hapana, anataka tuchangamane nao ili tuwahubirie Injili, tuambie kweli, habari njema. Anataka tuambie, lakini yale wanayoyafanya hatupasi kuyafanya. Yale wanayoyasema hatupasi kuyasema. Tuambie habari njema, zile habari njema, Injili Yesu Kristo iwabadilishe, ili tusiseme wanachosema wao, tusienende wanavyoenenda wao, tusiishi wanavyoishi wao, bali tuwaoneshe upendo kwa kuhubiria Injili ya Yesu Kristo. Wakorintho wa kwanza sura ya 7 mstari wa 12